naamini kikao cha jana baada ya kwisha, siamini kwamba staili ya nguvu moja bado ipo kwenye klabu ya Simba. Mheshimiwa mwenyekiti kujionea vijana wa mjini jana akakabia juu. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Siko poa. Uko poa? Siko poa. Jezi imekuwa nzito leo Kisugu. Siko poa. Jezi haiwezi kuvaliwa kila siku, lakini kwa mujibu wa taratibu unaweza kuvaa pale ambapo unapoona kwamba pana stahili kuvaa jezi. Alafu jezi ni mali yangu, navaa vile ambavyo mimi ninavyojisikia. Kwa hiyo jana nimevaa jezi, leo nimeamka sikuvaa jezi. Hatujakuzoea. Mikoa nianzie kushoto au nianzie kulia kwangu? Wewe kokote utakapoanzia, utakavyokuja ndivyo ambavyo nitakavyopokea. Utakapokuja ndivyo ambavyo nitakavyokupokea. Ngoja mimi nije kwa staili hii unipokee vizuri. Tuanzie hapo siku ya jana kwenye kikao cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Mambo yalikuwa mengi kweli kweli. Wana Simba mnasemaje juu ya kile kilichozungumzwa kwenye mkutano mkuu wa klabu ya soka ya Simba hapo jana kunako majira ya mchana? Mimi naamini kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo alivyoniamsha salama siku ya Jumatatu. Lakini kikubwa kwa namna ambavyo waandishi asubuhi tumeonana ili mradi waweza kujadili mambo mawili matatu. Lakini najua dhamira na mioyo yenu, na nikiangalia nyuso zenu waandishi wa habari, nini ambacho mnakihitaji kutoka kwangu. Kikubwa tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu, naamini kile ambacho mnachokihitaji kutoka kwangu mtakipata. Kila mmoja nafikiri alikuwa shuhuda. Kwanza niwapongeze waandishi wa habari kwa namna ambavyo mnajitolea juu ya timu yetu. Sura zote ambazo naziona hapa mbele yangu, kwa maana ninyi waandishi wa habari jana mlikuwepo katika mkutano wa klabu ya Simba, katika mkutano wa mwaka, katika mkutano wa kisheria, katika mkutano wa kikatiba, na kile ambacho kilichotokea nanyi mlikuwa mashuhuda kwa namna moja au nyingine. Lazima niseme yako mambo mazuri ambayo kwenye mkutano yalitokea, lakini yako mambo ambayo sio mazuri kwenye mkutano ambayo yalitokea. Kila mmoja alikuwa shahidi, kila mmoja aliona. Lazima niseme kwa kile ambacho kibaya kilichotokea au si kizuri ambacho watu wamekishuhudia, lazima tukizungumze, kwa sababu mkutano wa Simba si mara moja wala si mara ya kwanza kufanyika. Na kwa bahati mbaya, bahati nzuri, mimi katika wanachama ambao wamekuwa na nidhamu kubwa kuhudhuria kwenye vikao vya Simba ni mimi. Nimevishuhudia vikao vyote kwa namna moja au nyingine, mpaka jana chengine ambacho nimekishuhudia, na mshukuru Mwenyezi Mungu aendelea kunipa afya njema na kushuhudia. Jambo ambalo moja linalosikitisha kwa namna ambavyo mwenyekiti wetu Murtaza Mangungu kwa staili ambayo alikwenda kufunga kikao. Hiyo ndio imekuwa story. Hicho ndio ambacho waandishi wa habari mnakipenda sana tukizungumze. Lakini kiukweli lazima nikiri mbele ya maiki kwa waandishi wa habari, asilimia kubwa ya wanachama wa Simba hawakulizika kwa namna ambavyo mwenyekiti alivyomaliza na staili ambavyo kikao kilivyokwisha. Mimi naamini mmoja katika wanachama ambao wanajitolea sana kuitetea management ya Simba ni mimi. Na hiyo ndio kazi yangu, nitaisimamia management, nitaenda kusimamia players ili kuhakikisha kwamba kila jambo la Simba linakwenda sawa sawa. Lakini kwa jana lazima niseme sikuridhishwa kwa namna ambavyo mkutano ulivyoendeshwa. Naamini kwamba vidonda vilikuwa vimeshaanza kupona, makovu yalikuwa yameshaanza kuweka alama. Kwa bahati mbaya jana sasa vile vidonda vimeenda kuchubuliwa tena, baada ya makovu vimerudia tena. Kwa nini? Kwa kidonda. Niliamini kwamba mkutano wa jana unakwenda kujenga taswira kuwarudisha Simba wakisimama katika slogan ya nguvu moja. Naamini kikao cha jana baada ya kwisha, siamini kwamba staili ya nguvu moja bado ipo kwenye klabu ya Simba. Unadhani nini ambacho kilipelekea? Sababu mkutano wa mwisho ni kama mlikuwa mnalalamika, na jana wanachama wengi walalamika sana. Moja, nini kilipelekea mwenyekiti? Nimesema Mavara. Story ya jana, namna ambavyo kikao kile kilivyokwenda kuahirishwa. Hiyo ndio story. Wana Simba tuna mila zetu na taratibu zetu pinde ndapo tunapokutana kwenye mikutano ya kikatiba. Tuna namna ya kufungua na tuna namna ya kufunga. Jana tunapozungumzia mkutano wa kikatiba, tulikuwa tunakwenda kufanya amendment katika baadhi ya vifungu katika katiba yetu. Kamati ya kukusanya maoni ya wanasheria ile, niipongeze, ilifanya kazi nzuri kwa kukusanya maoni ya wana Simba na kuyafanyia kazi. Lakini unapozungumza maoni, unapokwenda kuzungumzia Simba, maana yake unakwenda kuzungumzia watu wengi. Siamini kwamba kamati ilipita kwa kila mwana Simba mmoja kwenda kutoa maoni yake. Maana yake kamati ilichukua maoni baadhi ya wana Simba.
Lakini kamati inapochukua maoni kwa wanasimba, mwisho wa siku kamati lazima irejee kwa wanasimba wenyewe kuambia maoni mlioyatoa ndo haya. Je, mnasemaje katika maoni ambayo mnafanyaje mlioyatoa? Kwa sababu maoni yale hawakutolewa kwa wanasimba yote, maoni yale yametolewa kwa baadhi ya wanasimba. Nisikilizeni vizuri akina Mavara, msibadilishe maneno. Sibadilisha. Maana yake kuna mwandishi mmoja anaitwa Johnson, yupo hapa? Jones wa M15 anapenda kwenda kubadilisha maneno ambayo mimi ninayozungumza. Nisikilizeni vizuri. Kamati inapokwenda kukusanya maoni ya wanasimba kwa mujibu ya katiba ya Simba, chombo cha mwisho cha kutoa amri, cha kutoa maamuzi ni Simba Sports pindi ndipo wanafanyaje wanapokutana. Mimi nafunga tena, sitaki tena maswali hapa. Nafunga. Nini kirekebisho sasa? Yaani hapa mimi nikifunga siamini kama mtakuwa na uwezo wa kuuliza maswali Mavara. Na wewe ukifunga kwa staili ya Mangungu? Unataka kufunga kwa staili ya Mangungu? Kwa hiyo baada ya kamati kukusanya maoni na kukutana kwenye mkutano mkuu wa Simba Sports, baada ya kusomewa yale maoni ambayo yalitolewa na baadhi ya wanachama, mkutano mkuu ndio unatakiwa kwenda kufanya maamuzi katika kile ambacho kilifanyaje kilichotolewa. Wanasimba wengi tulichoamini na kitu ambacho tulichokuwa tunakisubiri ni kuja sasa baada ya kusomewa kuja kuulizwa katika hivi vipengele ambavyo vinakwenda kufanywa amendment kwenye katiba. Meridhia? Mavara, kuna kikao chengine huko? Sijui, nasikia kwa mbalimbali huko kidogo. Mbona nasikia kama kuna vikao vingine huko? Kwa hiyo ndicho ambacho wanasimba wanacholalamika. Lakini kuna hoja zimekuja, za kusema kile ambacho tulichokwenda kukifanya ni amri kutoka kwa BMT. BMT ni moja ya taasisi ambayo iko ndani ya nini? Ya serikali. Naibu waziri wa michezo amezungumza, ndio serikali. Amesema serikali haiingilii maamuzi ya wanachama wa Simba. Amesema. Kwa hiyo sisi maamuzi yetu tutatoa muda gani? Tutatoa muda ambapo ule kamati sasa inapokuja kuuliza kupitia mwenyekiti kwenye mkutano, mstari huu ulikuwa unasema hivi, mstari huu leo tumeubadilisha unasema hivi. Wanachama mko tayari? Aidha tunasema ndio au hapana. Mheshimiwa mwenyekiti kujionea vijana wa mjini jana akakabia juu. Amekuwa kinasoa. Kakabia juu kwa juu. Lazima tuseme. Kuna muda tuzungumze ili kwa kujenga. Na mwanadamu mwenye akili timamu ni yule ambaye mwenye sifa hii. Hawezi kuibadilisha chumvi kwa sukari. Chumvi atasema chumvi na sukari atasema sukari. Kisigu nini? Mimi binafsi, waandishi nyinyi mashahidi, nimekuwa mstari wa mbele kusimamia nini? Uongozi. Lakini dhamira yangu katika kile ambacho nilikuwa nakisimamia, mimi kwa upande wangu nakiona kilikuwa kiko sahihi, lakini kwa upande wangu kilichofanyika jana sio sahihi. Lazima niseme mwenyekiti wangu katika jana ameteleza. Lazima. Na lazima niseme, nilitegemea kikao cha jana kwenda kupunguza maadui zaidi. Kama walikuwa 10%, mwenyekiti alitakiwa afanye wabikia 2%. Lakini kibaya zaidi jana amekwenda kutengeneza 60% ya maadui kwenye klabu. Sema. Huo ndio kweli. Kwa hiyo waandishi lazima niseme. Lakini pia niwaombe wana Simba. Katika vipindi vigumu, moja kilichohitajika busara sana ituongoze katika. Lazima hekima itusimamie wana Simba. Huko msemo mmoja, dada yangu Mama Doris, mama wa Demwai, aliwahi kunambia na ananisisitiza sana. Anasema ukimwona nyani mzee basi ujue amekwepa mishale mingi. Ukimwona nyani amezeeka basi ujue kapita njia ngumu nyingi. Ili tufike kwenye mafanikio, Simba lazima hali tuipitie. Na siku zote mimi muumini wa dini ya Kiislamu. Kuna sehemu moja Mungu aliposema makana Muhammadun aba ahadin. Nisikilize wewe. Anasema nimewaletea mtume ili awe kigezo chema
kwenu, ndivyo? Akawe kigezo chema kwenu. Sisi mtume wetu katika imani ya Kiislamu alipita kwenye njia ngumu. Ilifika mahala mpaka Mungu alimuondoa kwao alikozaliwa na mama yake na baba yake Maka. Mungu akamwambia nenda Madina. Unasemaje sasa? Kama mnapitia nyakati ngumu sana. Biblia ukisoma, Yesu Kristo alipita pia kwenye njia ngumu. Kwa imani ya Kikristo alikamatwa, akatungikwa msalabani. Lakini njia ngumu zote hawa viongozi wa dini niliozungumza walikwenda wakafanikiwa. Mimi naamini, naambia wana Simba tunapita kwenye njia ngumu, lakini mwisho wa siku tunakwenda kufanikiwa. Bwana Mikoi, baada ya hilo bwana, jioni usiku saa 1 ikawa hali nzuri ya mkutano tumemaliza. Nimesema mimi napiga loki nyinyi mwezi kuchomoka andishi. Wewe tulia wewe. Twende mwisho. Loki. Mimi nimesema napiga loki. Bado la mwisho. Kwa namna ambavyo Mangungu kutokea mwaka jana nadhani mkutano watu mlalamika sana, sasa hizi watu wamelalamika sana. Unadhani ni wakati wake wa step down? Kwa maana kuachia ngazi. Siwezi kumsemea. Kuachia ngazi na siwezi kumsemea kwa sababu amekaa pale kwa mujibu wa katiba klabu ya Simba. Mavara. Siwezi kumsemea kwa sababu amekaa pale kwa mujibu wa katiba ya klabu ya Simba. Nyinyi hamna mamlaka. Leo ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa 12. Tumebakiza miezi 6. Kwenda kwenye mkutano mkuu wa uchaguzi wa Simba Sports. Wanachama wa Simba watakwenda kuamua. Akigombea tena, wewe utamchagua? Siwezi kumpangia, ana haki yake ya msingi. Kila mwanachama wa Simba ana haki ya kugombea na ana haki ya kuchaguliwa. Yeye ndo mwenye maamuzi yake ya kuona ana haki ya kuendelea kugombea ili achaguliwe au ana haki ya kwenda kuchagua tu kama sio mgombea. Hiyo ni haki yake, siwezi kumsemea. Hilo waandishi mtafuteni hilo jibu, mnafikiri mwenyewe mwenyekiti ana uwezo wa kulijibu zaidi. Pengine akiingia kwenye vinganyanyiro, pengine labda unaweza kumpa nafasi. Part tense, nyakati hizo ndo nitaweza kujibu hilo swali, si sasa. Ni kama uso wako unamkataa vile. Wakati ukifika nitaongea na nitajua wapi kula yangu inakwenda. Wakati wa kampeni Simba hujafanyaje? Haujafika. Basi sawa. Mikoi, turudi huko bwana, saa 1 kamili za usiku hapo jana pale nchini Mali, Bamako. Nyama Simba Lunyas ndani ya dakika 15 tu alikosa goli nyingi sana. Lakini tukashuhudia goli 2 za haraka. Nikiusoma msimamo wa kundi, Petro Atletico de Luanga ana alama 4. Stade Malien ana alama 4. Esperance de Tunis ana alama 2. Nyama Simba Lunyas ana alama 0. Maana yake hamna kitu. Yes. Nimependa imani ulivyoweka. Kwanza niseme tu kitu kimoja. Hakuna mwana Simba duniani alomka na furaha kwa siku ya leo. Wana Simba, mioyo yetu imejaa damu. Macho yetu yamejaa machozi. Huzuni zimetawala kwa namna ambavyo timu yetu matokeo wanaoyapata katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Hatukuzoea hivi, lakini tayari imeshatokea, hakuna namna. Mimi nafikiri kila mmoja ameshuhudia mechi ya jana, dakika 90 Simba tumepoteza. Ni maumivu makubwa, inaumiza. Si kwa kuumiza kwa sababu tu ya kupoteza, lakini inakwenda kuumiza hata msimamo wa ligi wa kundi, namna ambavyo ulivyo. Kila mwana Simba huwa tunaamini kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, sisi ndio eneo letu la kujidai na kutamba. Si Tanzania tu, ni bara la Afrika kwa ujumla. Lakini matarajio ya wana Simba si vile ambavyo ilivyotokea. Nikiri, mpira una matokeo.